tulikuwa na ziara yetu hapa, na kwa taratibu za kibunge, pamoja na kwamba tuko katikati ya ziara, tunapopata tukio kama hili ambalo limetokea sasa hivi, tumepata taarifa kwa kuondokewa na mbunge mwenzetu, lakini vile Mheshimiwa Waziri Lukuvi tunaye tena. Kwa wabunge, kwa kanuni zetu ni kwamba tunatakiwa kuahirisha naahirisha kwa kanuni zetu, sio tunatakiwa naahirisha ziara yetu hili mpaka hapo kesho, ili kupisha utaratibu mwingine unaoendelea. Naamini kwamba waheshimiwa wabunge tumeumia wote sana, kwa sababu ni mwenzetu, tumeapishwa pamoja, ukiacha kwamba ni waziri lakini mbunge mwenzetu, na tunampa pole sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu ni waziri ndani ya baraza la mawaziri, alikuwa msaidizi wake muhimu sana katika bunge, katika sera, lakini hata kwa ulemavu kwa maana ya wizara yake. Lakini vile tunawapa pole sana wananchi wa jimbo la Isimani huko Iringa kwa kupotelewa na mbunge wao ambaye amekuwa ni mbunge actually kwa muda mrefu sana. Sisi tumekuwa mimi ni mbunge kwa mara ya kwanza katika maisha yangu, nimekuwa nikimjua Lukuvi kama mbunge wakati huo miaka ya nyuma kabisa huko. Kwa hiyo kama bunge, lakini kama taifa, na imani kwamba ni msiba mkubwa sana huko katika taifa letu. Nitamwomba Mwenyezi Mungu ampokee huko aliko, na sisi kazi kubwa ni kumwombea. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa mtu mwema, na naamini kwamba kuna wengi wetu hapa tumekuwa kama kioo kwa maana ya bungeni kuangalia, na wengine inawezekana ubunge tumetamani pengine kwa kupitia Lukuvi. Basi waheshimiwa wabunge, tukubaliana hilo. Naamini kwamba kutakuwa pengine baadhi yetu tutakuwa na, au pengine wote tutakuwa na utaratibu pengine kwenda unajua na familia hapa, tutaangalia utaratibu baada ya hapo kwamba ukoje, na naamini kwamba sasa bunge tutatangazia utaratibu kwa ujumla, na mimi nitakapofikia wakati pengine tutahitaji wengine kusafiri kwenda Dodoma, lakini tutapewa utaratibu baadaye. Baada ya kusema haya, basi mimi naahirisha kamati yetu mpaka hapo kesho. Asanteni sana. Kama mnavyofahamu, leo tulikuwa na ziara ya kamati ya bunge ambayo inashughulika na mitaji ya umma, yani kamati ya investment ya bunge. Tukiwa katikati ya ziara, tumepata taarifa ya msiba ya kuondokewa na Mheshimiwa Lukuvi. Kwa niaba ya Shirika la Nyumba la Taifa, nitoe pole kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumpoteza mbunge na waziri mahiri kabisa katika serikali yetu, lakini vile vile nitoe pole kwa Mheshimiwa Spika kwa kumpoteza mbunge vile vile. Lakini vile vile kama shirika, Mheshimiwa Lukuvi amewahi kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Akiwa waziri, mradi tuliopo sasa hivi hapa 7-Eleven, yeye alitusimamia kuanza mradi huo akiwa waziri wa ardhi. Kwa hiyo tumepoteza mtu ambaye alikuwa na matamanio makubwa sana ya kuona transformation katika Shirika la Nyumba la Taifa, lakini kwa masikitiko makubwa tumempoteza. Hatuna namna yoyote zaidi ya kumwombea dua njema, Mwenyezi Mungu aipumzishe roho yake mahala pema peponi. Amin. Kwanza, Shirika la Nyumba tunashukuru sana kwa fursa ya leo ya kutembelewa na kamati ya bunge katika miradi yetu ya Shirika la Nyumba la Taifa. Mimi nikiwa ni mmojawapo wa maafisa mauzo katika Shirika la Nyumba, ninaitwa Daniel Kure, na siku ya leo imekuwa siku ya pekee. Tumetembelea mradi unaoitwa Samia Housing Scheme. Huu mradi ni mradi wa nyumba 560 na ni mradi ambao tayari tumeshauza wote, na wamiliki wameshaingia na wengine wamepangisha nyumba zao, wanaendelea kukusanya kodi kila mwisho wa mwezi. Kwa hiyo Shirika la Nyumba la Taifa tunaendelea pia na miradi mingine. Huu sio mwisho wetu, tunaendelea zaidi katika eneo la Kawe na maeneo mengine, lakini kwa leo ningependa nigusie mradi wa Samia Housing Scheme. Kwa hiyo niendelee kuwakaribisha wanunuzi wengine wanaotamani kumiliki nyumba Shirika la Nyumba la Taifa kwamba bado tuna nafasi nyingi. Mradi tumemaliza, lakini unakuja mradi mwingine awamu ya pili ambao unafanana na huu katika eneo la Kawe. Niwakaribishe sana. Na kuhusu swala la namna ya kununua nyumba Shirika la Nyumba la Taifa, Shirika la Nyumba la Taifa limeingia mikataba na mabenki yote nchini kwa ajili ya wale wanunuzi wetu na wananchi kwa jumla kuweza kupata pesa za kununua nyumba. Kwa hiyo tulichokifanya katika mabenki
tumewapa uhakika ya kwamba sisi tutajenga miradi tu kwa wakati, tutatoa hati na wao watatoa pesa kwa ajili ya ununuzi wetu. Kwa hiyo benki ambazo tumeingia nazo mkataba tumekubaliana kwamba nyumba unayonunua ndiyo dhamana. Kwa hiyo haitahitajika dhamana nyingine yoyote isipokuwa nyumba unayonunua. Na kama mnavyojua kwa sheria za nchi yetu utamilikishwa nyumba kwa miaka 99. Kwa hiyo niendelee kuwakaribisha sana Shirika la Nyumba la Taifa, na muendelee kufuatilia kupitia mitandao yetu, kupitia tovuti yetu na matangazo yetu yanayoendelea katika vyombo vya habari mbalimbali nchini. Asanteni sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila